hatuwezi kuwakaraisha wapiga kura wa Pugu kutufuata eti tuwaombe kura, bali sisi tutawafuata wapiga kura wa kata ya Pugu kwenye kila kona kwenda kuwaomba kura. Hapo vipi? Hapo vipi? Ndugu zangu wa Pugu, nilikuja hapa siku ya tarehe 6 mwezi wa 9, nikakutana na viongozi wa Pugu kama mwenyekiti wa mtaa, kama viongozi wa tawi, kama viongozi mabalozi wa mashina, kama wanachama wa CCM. Wamekuja kuomba kura kwa niaba ya Dr. Samia, kwa niaba yangu Jerry Silaa na kwa niaba ya Frank Mang'ati. Basi ujue ni matunda ya kikao tulichokifanya tarehe 6 ya mwezi wa 9. Tulikuja hapa tukakubaliana, tukaombana kila mtu aende kwenye kila ubalozi aende akaombe kura. Lakini nilipotoka hapo, Frank akaniambia usiondoke kimya kimya, tupite watu wa Pugu wajue leo Jerry Silaa yuko ndani ya kata ya Pugu. Tukatoka tukapita pale Kinyamwezi, tukasimama pale barabarani, tukaongea na wananchi wa mtaa wa Kinyamwezi, tukawaeleza yale ambayo tumejipanga kuyafanya kwenye mtaa wa Kinyamwezi. Tukaona mahitaji yao ya soko na tukaahidi kulitatua ndani ya miaka 5 tukichaguliwa. Tukajua Kinyamwezi ni mbali na Pugu Kajiungeni. Tukawaambia tarehe 29 Oktoba watoke wote wakapige kura, tujenge zahanati kwenye mtaa wa Kinyamwezi. Iwe sasa waache usumbufu wa kutoka Kinyamwezi kwenda Buyuni ama kwenda Pugu Kajiungeni. Lakini wakaeleza pale kuna ajali nyingi, wakaomba tuta, tukawaambia tutalifanyia kazi. Tukatoka pale tukaenda pale Kigogo kwa vijana wenzetu waliofanya biashara ya mchanga na kokoto, tukazungumza nao. Tukatoka pale tukaenda soko la Kigogo, soko ambalo nina historia nalo. Miaka ile 2012 2013 halikuwa soko, lilikuwa ni bwawa kubwa la maji. Tulienda pale tukakata maji yakatoka. Leo ni soko kubwa, wako wafanyabiashara wengi wanafanya biashara pale. Tukaenda kuwasalimia, tukaenda kuwaomba kura, wakatuambia msiwe na wasiwasi, sisi na Dr. Samia damdam, sisi na Jerry Silaa damdam, sisi na Frank Mang'ati anashinda humu sokoni, tutampigia kura. Lakini ndugu yangu, kama haitoshi, hebu rudieni hapo kwa Pacome Zuzu hapo, tunapapenda hapo. Pacome Zuzu oye! Pacome Zuzu oye! Yaani pale jukwaa kuu kila mtu CCM kasoro mtu mmoja tu anakula vidonge vya pressure. Ndugu zangu wa Pugu, tulirudi tena hapa siku ya tarehe 21 mwezi wa 9. Na tulipokuja kabla tarehe 21 mwezi wa 9, tulikuja hapa siku ya tarehe 14 ya mwezi wa 9, tukafanya mkutano wa hadhara pale Kisumu, tukaomba kura, tukazungumza na watu wa Pugu kwamba tarehe 29 wananchi wa Pugu wote 41,797 asibaki hata mtu mmoja nyumbani. Twende tukamwambie Dr. Samia tuko pamoja na wewe. Twende tukamwambie Jerry Silaa mitano tena. Twende tukamwambie Frank Mang'ati mitano mipya. Tuko tayari kwa maendeleo. Tunawachagua mkatuletee maendeleo. Tarehe 21 ya mwezi wa 9 nikamwambia Frank, najua unazunguka sana Pugu, lakini leo nakuja tena.
na leo nikija tena tusifanye mkutano sehemu moja, tutembee kata ya Pugu, tuzungumze na wananchi wa Pugu, tuseme nao, tuwaombe kura kwa heshima, taadhima na unyenyekevu. Tukaanzia pale Pugu sekondari, tukazungumza na wananchi, tukazungumza na vijana wetu wa bodaboda, tukaenda pale Pugu shule ya msingi, tukafanya mkutano, tukaenda pale Pugu kona, tukafanya mkutano, tukaingia tena sokoni Kigogo. Mara ya kwanza tulifanya nje kwenye stendi ya Msanga, mara ya pili tukaingia ndani, tukaenda mpaka kule chini kwenye soko la Nazi, tukaenda kuona kero ya kile choo kule ndani kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kigogo Fresh B, malkia wa kata hii ya Pugu, mwanamama pekee anayefanya kazi nzuri. Piga makofi mengi kwa kina mama wa kata ya Pugu. Tukarudi tena kwa mguu, tukatoka Kigogo, tukavuka barabara, tukasalimia watu wa pale soko lililoko nyuma ya pale kwenye mchanga, tukazungumza na vijana wenzetu pale Kigogo kwenye mchanga, tukawaomba kura. Lakini leo tarehe 11 ya mwezi wa 10 tukaandaa mkutano huu, kwamba pamoja na mkutano wa tarehe 14 na mwezi wa 9 ambao Frank Mang'ati alizindua kampeni yake, tukasema kwa kuwa huu ni uchaguzi na hii ni kata, basi kuwe na mkutano wa mbunge ufanyike hapa kwa Mustafa, ili hata mwananchi wa Pugu akiulizwa aseme kweli tarehe 11 ya mwezi wa 10 mbunge alikuja kwa Mustafa, alifanya mkutano na yeye mwenyewe aliomba kura. Hapo vipi? Hapo vipi? Sasa jana jioni nawaambia mkutano kwa Mustafa saa ngapi? Naambiwa Pugu unahitajika saa 4 asubuhi. Nauliza, saa 4 asubuhi mkutano gani wa hadhara unaanza? Naambiwa hapana, mheshimiwa diwani huyu wa kata ya Pugu mgombea aliomba kura zake, akaambiwa nenda kamlete mgombea ubunge, angalau atupungie tu tujue na sisi anajua kero zetu. Diwani tunaye Mang'ati tunaye mwenyekiti wa wilaya. Nilikuwa nawaambia leo watu wa Pugu kwamba ingalikuwa madiwani na wagombea udiwani ni kama wacheza mpira, basi Frank Mang'ati wakimchagua tarehe 29 Oktoba, wakipambana sana watakaa naye kwa miezi miwili, kata nyingine zitamchukua kwa gharama yoyote. Jinsi anavyochapa kazi, jinsi anavyopenda watu wake, jinsi anavyojua kero za kata hii, hakuna sehemu utampigia simu umuulize asitambue kuna kero gani. Tumetoka hapa kuanzia saa 4 asubuhi, tumekwenda kule Kigogo, tumezungumza na wananchi, tukatoka tukaenda hapa kwenye mtaa wa Kinyamwezi, eneo la Majority, tukazungumza na wananchi, tukaenda kwa Duge kule juu kabisa Kimani, tukazungumza na wananchi, tukaenda pale dampo, kuna wafanyabiashara wanafanya taka rejea, watu wako 1700. Frank huyu ni watu wake, anakutana nao mchana, anakutana nao usiku, tukazungumza nao. Watu wale waungwana, wanampenda Dr. Samia, wametuambia semeni mengine. Dr. Samia mama yetu huyo wa kwetu, tarehe 29 Oktoba tunatiki kwake, tunatiki kwa Jerry Silaa, tunatiki kwa Frank Mang'ati. CCM oye! Kwa hiyo mwenyekiti wa wilaya, hapa kwa Mustafa leo ni mkutano wetu, mkutano wa 15 ndani ya kata hii ya Pugu. Hapo vipi? Hapo vipi? Na mwenyekiti wa wilaya, kwa jimbo zima la Ukonga, huu ni mkutano kwa siku hii ya leo wa 85. Katika mitaa 41 ya jimbo la Ukonga, huu ni mkutano wa 85. Iko mitaa tumeenda mara moja, iko mitaa tumefanya mikutano miwili, iko mitaa tumefanya mikutano mitatu, iko mitaa tumefanya mikutano 4 mpaka 5 mpaka 6, na kote tumeomba kura.
za Dr. Samia Suluhu Hassan, za Jerry Silaa na za madiwani wa kata husika, leo hapa kwa Mustafa, mkutano wa 85 kwa jimbo la Ukonga, mkutano wa 15 kwa kata ya Pugu, tunaendelea kuomba kura za Dr. Samia, tunaomba kura za Jerry Silaa na tunamwombea kura Frank Mang'ati tarehe 29 Oktoba, asibaki mtu nyumbani. Kata hii imejiandikisha 41,797. Akibaki mtu mmoja nyumbani, maana yake anapunguza sauti yenu. Kura zenu ndiyo sauti yenu, mjitokeze kwa wingi. Mkijitokeza wote, maana yake mnataka mambo makubwa, na sisi tumejipanga kuleta mambo makubwa. Hapa kwa Mustafa ndiyo mtaa pekee usiokuwa na shule ya msingi. Tumesema tunaenda kujenga shule ya msingi hapa. Tumesema tukichaguliwa, hatutaki watoto kwa Mustafa watoke kwa Mustafa wakatafute elimu mtaa mwingine. Tumekubaliana kwa Mustafa hapa tutajenga shule ya msingi. Ndugu zangu, kwenye kata hii ya Pugu kwa miaka 5, kwenye jimbo hili la Ukonga kwa miaka 5, yako mambo mengi sana yamefanyika. Ninyi mnafahamu tulikuja hapa 2020, mwenyekiti wa wilaya amesema vizuri. Tulikuja hapa tukaomba kura za nafasi ya urais, tulikuja hapa tukaomba kura kwa nafasi ya mbunge, tulikuja hapa tukaomba kura za madiwani. Wakati huo jimbo la Ukonga lina kata 13. Ndugu zangu wa Ukonga, kwanza ni waombe, tuseme yote nitayasema baadaye, lakini moja ya jambo kubwa Dr. Samia kalifanya Ukonga. Jimbo hili lilikuwa lina kata 13, akaliona ni kubwa, akaniambia, mwanangu, jimbo hili kubwa, ameligawa vipande viwili. Leo tuna jimbo la Kivule, leo tuna jimbo la Ukonga. Leo tumesimama hapa kuomba kura kwenye jimbo la kata 7. Tumpigie makofi mengi Dr. Samia. Ilikuwa zamani jimbo hili mkiniona napita hapa, mkiningoja nirudi sirudi, kwa sababu lilikuwa linaenda mpaka Msongola. Msongola unarudi Kivule, kuna Majoe, kuna Kipunguni, kuna Kitunda, kuna Mzinga. Jimbo linaenda, unaweza kujikuta umetokea kule Buza kwa Mpalange, wilaya ya Temeke. Watu wa Pugu wanamgoja mbunge arudi, mbunge katokea Buza kwa Mpalange. Watu wa Pugu wanaenda kumgoja mbunge arudi, katokea Msongola Mbande, yuko Mbagala. Watu wa Pugu wanaweza kumgoja mbunge arudi apite hapa, katokea kule Oyoyo Msongola kule juu, natokea jimbo la Mkuranga. Jimbo jamani lilikuwa kubwa sana. Miaka 5 tumepambana, mbunge kapambana kweli, jini katoka, ila mganga hoi. Dr. Samia akasema jimbo hili kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi lina watu 921,857, watu milioni kasoro 70,000. Leo mkoa wa Njombe, mkoa mzima wa Njombe una watu 800,057. Yaani mkoa ulikuwa unaingia kwenye jimbo la Ukonga na chenji karibia watu 60,000 na kitu inabaki. Watu ambao ukienda jimbo la Madaba kule Songea ni jimbo zima la uchaguzi. Jamani, jimbo lilikuwa kubwa si kubwa? Jimbo lilikuwa kubwa si kubwa? Basi mama mbunge anajikalangelisha, wewe anajipikilisha, mbunge anenepi. Mzigo ulikuwa mzito. Leo tumekuja hapa kuomba kura ya jimbo ambalo pita nisubiri nitarudi. Hapo vipi? Hapo vipi? Lakini tulipokuja mwaka 2020 mlitupigia kura nyingi sana. Moja kati ya mambo makubwa tuliyoyasema, tulisema tunawaomba mtuchague. Wako watu wa Pugu, wako watu wa kwa Mustafa, wako watu wa Kinyamwezi, wako watu wa Kigogo, wako watu wa Mwakanga, wako watu wa Kajiungeni, wanaenda mjini kufanya shughuli zao. Wakitoka hapa Pugu, wakifika pale mlima wa kushuka mwisho wa lami pale Baghdadi, foleni inaanzia pale.
Wakifika pale Kisumu, foleni inaanzia pale. Wakifika Gongo la Mboto, wanakaa kwenye foleni baridi ya nusu saa mpaka lisaa. Uongo kweli? Wakifika Mombasa, foleni. Magereza, foleni. Banana, foleni. Watu wanafika Kariakoo masaa 3 mpaka masaa 4. Tuliahidi hapa 2020 mtuchague kwa kura nyingi. Tuliwahakikishia tutaenda kujenga mradi wa mabasi yaendayo haraka kuanzia Gongo la Mboto mpaka Kariakoo. Barabara zimejengwa, hazijajengwa? Barabara zimejengwa, hazijajengwa? Ukipita mchana panapendeza, ukipita usiku pana meremeta. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Alileta pale shilingi bilioni 231, imejenga barabara ya njia 6, njia 2 za zege za mabasi yaendayo kasi, njia 4 za lami za magari ya kawaida. Leo mji huu unaenda kuwa mji wa kisasa kabisa. Anaupiga mwingi, shule zinajengwa, zahanati zinajengwa, barabara ziseme. Koti ya mama, tunapanda mengi mazuri, na yote yanaonekana, miaka mingi ya mama, na shule zinaoa. Tanzania oye! Dr. Samia oye! Lakini ndugu zangu, wale waliokuja kwenye mkutano wa Mheshimiwa Rais pale Pugu stesheni, nilimwambia mwendo kasi huu ili unoge, usogee utoke pale Gongo la Mboto, usogee ufike angalau Pugu kona, ili wa Kisarawe waende Kisarawe, wa Chanika waje Chanika. Pale ndo senta yenyewe ya jimbo hili la Ukonga. Lakini Daktari Samia alikuja hapa jimboni mwezi wa 2 mwaka 2021, akasema anajua zamani, na wale wakazi wa Mustafa wa zamani wanajua miaka 88, 89, 90 maji ya bomba yalikuwa yanafika hapa. Lakini maji yale ya bomba yalikuwa yanatokea mjini. Pale Mlima wa Magereza kulikuwa na mashine ya maji. Pale Gongo la Mboto kuna msikiti unaitwa msikiti wa mashine ya maji. Ukiwauliza vijana umri huu mashine ya maji iko wapi, hawajui. Kumbe pale kulikuwa na mashine ya kusukuma maji kuja Ukonga, kuja Gongo la Mboto, kuja paka Pugu. Baadaye mji umekuwa mkubwa, maji yamekuwa hayafiki tena. Mama Samia, fundi wa maendeleo, dereva mwenye leseni ya maendeleo ya klasi C, asiyekuwa lena, akasema mbunge wa jimbo la Ukonga, maji ya kusubiri kutoka mjini mtasubiri sana. Sasa nayatoa maji Kibamba na yakatisha, yanafika Kisarawe. Wale wanaojua Kisarawe, miaka yote Kisarawe haikuwahi kuwa na maji. Vimechimbwa visima na Wajerumani mpaka mitambo ikakatikia huko chini ya ardhi. Maji yakafika Kisarawe. Dr. Samia akayaleta Pugu. Tenki likajengwa pale Pugu Kaniungeni, tenki la milioni 2. Maji mengine yanatoka Kisarawe, yanapita upande ule wa pili wa barabara, yanahudumiwa na DAWASA Kisarawe. Maji mengine yako Kaniungeni, yanakuja upande huu tuliopo. Maji yamefika, hajafika? Maji yamefika, hajafika? Nani kama Samia? Nani kama Samia? Dr. Samia ndani ya miaka yake 4 ameutekeleza. Limejengwa tenki la lita milioni 9. Ukipanda juu ya lile tenki unatamani ufunge magoli ya mpira uwe uwanja wa mpira. Tenki kubwa haijapata kutokea kwenye jimbo hili la Ukonga. Nani kama Samia? Leo maji yanashuka Gongo la Mboto, yanashuka Ukonga, yanaenda Kipunguni, yanaenda Kivule, yanaenda Mzinga, na mengine yatalisha huku kwetu. Tutaendelea kupata maji safi na salama. Na bado kuna mradi mwingine kule Somelo Zingiziwa, utakuja Zingiziwa, utakuja Chanika. Alisema kufikia Disemba mwaka 2025 jimbo la Ukonga lote litakuwa linapata maji safi na salama. CCM oye!
Lakini kama haitoshi, kwenye kata hii ya Pugu yako madarasa ya Uviko ya sekondari. Tulijenga shule za kata mwaka 2007. Wananchi wa hapa Pugu mnakumbuka. Tulichanga tukuchanga. Tulichanga kujenga shule za kata. Na tokea 2007 kila ikifika mwezi wa 10 kama huu, watoto la 7 wakimaliza la 7 lazima tuanze kuchanga pesa za ujenzi wa madarasa ya sekondari. Uongo kweli? Tokea Dr. Samia ingie madarakani 2021 alileta fedha za Uviko. Yalijengwa madarasa jimbo hili zaidi ya 234. Zaidi ya shilingi bilioni 4 na milioni 640 yalijengwa hapa. 2022 akaleta pochi la mama. 2023 akaleta kishindo cha mama. Yamejengwa madarasa ya sekondari. Hakuna mwananchi. Naomba kuambia kwamba tumejipanga kuwatumikia. Ambacho ninawaomba, la kwanza, tumejiandikisha watu 41,797. Ukimwona mtu tarehe 29 Oktoba anabaki nyumbani, mwambie wewe unabaki na hospitali yetu kubwa, wewe unabaki na barabara zetu za lami. Kwa sababu tukipiga kura watu wachache, Frank akijenga hoja halmashauri, yeye akijenga hoja bungeni, wakichukua takwimu wakisoma, wanasema Pugu kuna watu wachache, pelekeni greda mchonge barabara hiyo, kwa watu wachache inatosha. Mkipiga kura watu wachache, Frank akijenga hoja halmashauri, yeye akijenga hoja bungeni, watasema Pugu kifusi kinatosha, barabara hiyo ya watu wachache. Ila mkitoka wote 41,797 mkapiga kura, mtaiambia dunia, mtaiambia Tanzania, mtaiambia serikali kwamba Pugu tuko wengi. Tunataka barabara zetu za ndani ziboreshwe, tunataka vivuko watoto wetu wavuke, tunataka madaraja kwenye maeneo yetu yenye kero ya madaraja, tunataka barabara za lami. Pugu oye! Pugu oye! Kazi yetu sisi tarehe 29 Oktoba ni kupiga kura nyingi 41,797 na kutuachia sisi kazi ya kuleta maendeleo. Jambo la pili ni kuwaomba wote mliohudhuria hapa, ambao ulimuona balozi anapita kwenye nyumba yako kuomba kura, naomba leo wote sisi tuwe mabalozi. Tukirudi majumbani tuwaambie jirani zetu, tukienda kuabudu tuwaambie waumini wenzetu kwamba leo Jerry Silaa alikuja kwa Mustafa na ameshakuja mara 15 Pugu, ila watu mna shughuli mbalimbali, mnaenda makazini, au leo amekuja Kigogo wewe hukuwepo, leo amekuja Mwakanga hukuwepo. Naomba tarehe 29 jirani, naomba tarehe 29 muumini mwenzangu, naomba tarehe 29 ndugu yangu, naomba tarehe 29 mwenza wangu, kijana wangu, mzazi wangu, naomba twende. Jerry ameomba kura zote 41,797 ili mumpe sauti. Kura yako ndio sauti yako. Mkipiga kura nyingi mnampa sauti kubwa. Ametuomba sauti yetu, tupaze sauti kubwa, tupige kura 41,797 ili akienda bungeni akangurume kwa niaba ya watu wa Pugu 41,797, ili Frank akienda halmashauri akangurume kwa niaba ya watu wa Pugu 41,797. Naomba nione mikono juu ya watu wote wanaosema watakuwa mabalozi. Naomba nione mikono juu ya watu wote wanaosema Dr. Samia tarehe 29 Oktoba anaingia bungeni katuwakilishe. Naomba kuona mikono juu wanaosema Frank Magati tarehe 29 Oktoba wewe ndio diwani wa Pugu. Naomba kuona mikono yenu. Pugu oye! Pugu oye! Ndugu zangu, kwa utaratibu ambao chama utaniruhusu, nataka kuwaletea kipenzi chenu. Wakati DJ akiandaa wimbo mzuri wa kumleta, mimi sina haja ya kuambia watu wa Pugu mimi ni mwenzenu. Jamani, kuna haja hiyo? Wangapi? Lakini mimi ni mkazi wa Pugu. Ni mkazi wa Pugu Mwakanga na makazi yangu pale. Na kama mliniona nilipomaliza ziara kule dampo, nilipitiliza hapa nikaenda kule mbele nikarudi. Nilikuwa nimeenda kule Pugu Golani. Golani kule na mimi na eneo langu.
Sasa leo nilipoenda kule Kimani, mtu mmoja akanitisha, akaniambia bwana, eneo lako kule wanakatiana vipande. Kana oho, haya mambo ya kufanya kampeni bila kuangalia mali zako hizi, utautwanga mbichi. Nikaenda kuangalia, nimeona hali inaenda vizuri. Kwa hiyo mimi hapa ni nyumbani, na mcheza kwao niwaombe sana wananchi wenzangu wa Pugu, asikubali mtu kudanganyika. Akija mgombea udiwani atawaambia chama anachotoka kimejipanga kiasi gani, pamoja na kueleza atayofanya, atawaeleza jinsi gani tumejipanga kuwahudumia. Maana kuna chama kinaweza kikaja hapa kina mgombea tu ubunge, hakina mgombea uraisi, hakina mgombea udiwani, mbunge yuko peke yake. Sijui hizo kero zenu atatatua vipi? Maana mganga mwenyewe hawi peke yake, anakuwepo mganga na mtaramizi. Hii shetani likipanda, uwe na mtaramizi anamtafsiria anachokisema. Sasa mtu yuko peke yake, anawaomba kura, rais hana, diwani hana, mwenyekiti wa mtaa hana. Hapo tunaanza mambo ya uchawi, na uchawi haufanywi mchana. Atawaeleza mgombea wetu diwani. DJ niletee Frank Mangati, mlete mwana Pugu wenyewe, mlete kipenzi chao, mlete awaombe kura, mlete aje kunguruma hapa. Asante sana kwa kunisikiliza, na wapenda sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana.